maandiko kidogo. Toa kalamu yako, toa Biblia yako, na ningependa hivi viti vijazwe. Jamani, kama kuna watu huko nyuma, kuna watu huko ndani, hivi viti vijazwe kwa sababu ya kamera zetu. Kama kuna watu mahali waambie waingie ndani sasa. Vijana wamekuwa wengi tu, wanajua kutoroka haraka. Wako wapi? Teacher Robert. Au vijana, kuna wengine huko nje. Au hawa sio, kuna wengine huko nje. Tafuta vijana wako waingie hapa ndani. Huu ndio muda ambao shetani huwa hataki watu wasikie. Muda wa neno. Tafuta hao vijana waingie hapa ndani. Wapendwa, leo nitafundisha mambo machache tu. Kuna mambo katika Biblia, kuna usomaji wa Biblia, kuna kuelewa Biblia. Wapendwa, hapa ndipo kuna shida kubwa ya wewe kuelewa nini? Biblia. Si sawa? Nimesimama hapa nikakuta sadaka zinaombewa. Je, neno lilikuwa limeombewa? Bado. Si sawa? Wacha tuombee neno basi. Mama Mohamed, njoo uombee neno. Sije tukaanza kabla hatujalibariki neno. Hatuwezi kula kabla hatujabariki neno. Macho yangu nikasafi milimani, sana wangu watoka wapi? Sana wangu katika Bwana, nainua macho yangu nitazame milimani, sana wangu watoka wapi? Sana wangu katika Bwana. Pigia Yesu makofi. Unapoinua macho yako, msaada wako unapatikana kwa Yesu. Ninataka kuzungumzia ama kufundisha jinsi ya kuelewa maandiko, hasa unapoyasoma. Wazungu wanasema concept of the scripture. Wengi tunasoma tu maandiko mbio, alafu tunahubiri tu mbio. Kuna mambo nataka tuzungumzie leo. Pigia Yesu makofi. Hii Biblia ukiisoma vibaya, ama ukiisoma na usielewe, ama ukiisoma na uhubiri vibaya, basi unaweza kuwa mganga wewe ama mchawi. Kwa sababu hii Biblia ina roga hii. Waweza kupoteza watu wote wakaingia jehanamu. Tuongozwe na nani? Roho Mtakatifu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Kuna mambo ambayo tumekuwa tukiyasoma kwenye Biblia. Kuna maandiko nitakupatia hayatasomwa. Kuna maandiko yanasema katika Wafilipi 3:8. Maandiko inasema Paulo akahesabu vitu vyote kuwa kama mavi kwa ajili ya nani? Kristo. Ni sawa? Wafilipi 3:8. Paulo anasema nalihesabu vitu vyote kuwa kama mavi kwa ajili ya Kristo. Ni sawa? Amina. Tukisoma tena katika Mathayo 19:27, Petro anamuuliza Yesu, sisi tulioacha vyote ili tukufuate wewe tutapata nini? Hapo Petro pia anazungumzia kuacha vyote. Mambo ni kuacha vyote hapa. Paulo katika Wafilipi ameacha vyote ili amfuate nani? Kristo. Petro naye anamuuliza Yesu mwenyewe, sisi tukiacha hivi vyote tukufuate wewe tutapata nini? Shida hapa ni kuacha vitu vyote. Ni sawa? Yesu mwenyewe sasa, Luka 19:33, Yesu anaongea pale. Luka 19:33, Yesu anasema ya kwamba mtu asipoacha vyote
na kunifuata mimi hafai. Unasikia sasa? Hafai kuwa mwanafunzi wangu. Hapa mambo ni kuacha, mambo ni kuacha yote. Luka 14:33 Yesu anasema usipoacha vyote na kunifuata mimi haufai kuwa mwanafunzi wangu. Ni sawa? Hapo nafikiri sasa mnaelewa kitu. Ni sawa? Mambo ni kuacha vyote. Alafu hiyo Biblia katika Tito 1:15 Tito anasema vitu vyote ni safi kwa hao walio tuache vyote. Kwa maandiko matatu hayo nimekwambia. Tito sasa anaongea sasa. Tito anasema vitu vyote ni safi kwa hao walio. Sasa inatakikana ukisoma Biblia uelewe huyu mtu anaongea nini, concept of the scripture. Mwandishi alikuwa anamaanisha nini? Hichi ndio tulikosa. Tulisoma maandiko tukaingia ndani juu mbio bila kuangalia hili andiko limeandikwa na nani na anamaanisha nini na ni wakati gani na ni kwa mazingira gani. Alafu tena katika hayo maandiko Mathayo 22:29 Yesu sasa anaongea huko. Yesu anaonya wanafunzi wake, mnapotea kwa sababu hamuyajui maandiko. Unaona sasa? Yesu sasa anawaonya. Huyo sasa si mwingine, ni Yesu mwenyewe. Nyinyi Masadukayo mnapotea kwa sababu hamjui maandiko na hamjui uweza wa Mungu. Wapendwa, tunaposoma Biblia tuwe makini sana. Je, hata Yesu mwenyewe anasema usipoacha vyote ukanifuata hufai kuwa mwanafunzi wangu. Je, sasa swali ni je, tuache vyote nini? Hapa ndipo nataka tuelewane. Tuache vyote nini? Sasa mimi nakwambia leo tuache vyote vinavyomtukuza shetani. Tuache vyote ambavyo viko kinyume na yeye. Wapendwa, tuangalie sana. Mtu akikwambia acha vyote ndio ufuate Yesu, sisi tuliingia mzima tukaacha kila kitu, lakini cha kuacha ni kile ambacho kiko kinyume na Yesu. Hivi leo ukisikia tuache vyote, kama vile Yesu mwenyewe pia anasema mtu asipoacha vyote hafai kuwa mwanafunzi wangu. Leo uje hapa uchi ya kwamba umeacha vyote, huo pia hutaki, itakuwa sawa hiyo? Umefika hapa nimeacha vyote mimi. Vile nilivyozaliwa nimeacha vyote. Uone kama watu watakukaribia. Kuna vitu tuelewe katika maandiko. Aya, tuache vyote, usile wewe. Mwezi unapita, miezi 4, mimi nimeacha vyote, hata chakula sitaki. Tukuone kama utaishi. Concept of the scripture, tuelewe maandiko. Na hata Yesu anaposema mtu asipoacha vyote, Yesu anazungumzia vile vyote ambavyo havimtukuzi. Vyote ni vitu vingi havimtukuzi Yesu. Masengenyo havimtukuzi Yesu. Okay, nguo tunavaa, lakini nguo tumepewa direction tusivae makwapa wazi, matiti nusu, si sawa? Hiyo makwapa wazi utaacha, lakini huwezi acha nguo yote, jamani. Pia Yesu anakosa. Sasa usipoelewa maandiko, utaenda ukiambia watu acha hii, acha hii, acha hii, hata pesa yenyewe. Wewe ukiamua wache pesa hivi leo utaviweza? Nikwambie tu achana na pesa bwana. Pesa ni mbaya sana, achana nayo. Nipe mimi hapa. Naona mnaonezana, nipeni mimi hapa. Hagai 2:8 anasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Je, unaelewa nini katika Biblia? Wapendwa, hivi vitu nawaambia tu pole. Tuelewe concept of the scripture. Mwandishi anamaanisha nini wakati anaongea? Na anaongea na kina nani? Na yuko katika mazingira gani? Na ni wakati gani? Hapo utakuwa sawa kabisa. Ni sawa? Samueli wa kwanza 2
mstari wa 7. Maandiko yanasema yeye ufukarisha, tena yeye utajiri. Wewe ngoja, hebu soma hapo Samueli. Yeye ufukarisha, tena utajiri. Lakini sisi tuseme hata sawa. Samueli wa kwanza 2 mstari wa 7. Yeye ufukarisha, tena yeye ufanya nini? Ndani ya wateule kuna nani? Hapo soma hiyo Samueli wa kwanza 2 mstari wa 7. 2:7 Inasema Bwana ufukarisha mtu. Bwana ufukarisha mtu, naye utajirisha. Hushusha chini, tena uinua juu. Bado kuna kitu hapo Mstari wa 8. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini. Humpandisha muhitaji kutoka jaani. Yaani mtu anatolewa jaani. Muhitaji sio una mahitaji wewe. Anakutoa jaani, anakupandisha. Unielewe pia wewe hapa. Unielewe pia. Pigia Yesu makofi. Lakini yale ambayo tulikuwa tunasema Yesu hawezi na hataki, angalia Biblia vizuri. Ni sawa? Nilikuwa naweka tu utangulizi. Ujumbe wangu wa leo ni raha ndani ya Yesu. Raha ndani ya nimo ndani ya Yesu na kurudika. 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 Hii nyimbo ilikoseka. Nimo ndani ya Yesu nateseka. Sasa maana ya wokovu ni nini kama utaokoka uteseke? Jamani, tuangalie maandiko. Tuchukulie vitu pande zote. Ukiokolewa na Yesu utapitia dhiki na utapitia raha. Amina. Inategemea wewe mwenyewe, uvumilivu wako na utumishi wako ndani ya Yesu. Lakini tulisema kama kuna kitabu pale Mathayo 24 mstari wa 9 hapo ikishuka inasema kuna dhiki uteseka ukiwa ndani ya Yesu. Na kwa muda mchache Yesu anabeba mzigo wako unarudi sawa. Kuna dhiki ndani ya wokovu, lakini Baba yuko pamoja nasi. Pigia Yesu makofi. Kutembea na Yesu. Mimi napenda 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 kutembea na Yesu. Isaya 1:19. Isaya 1:19. Raha ndani. Haya, twende Isaya 1:19. Andiko anasemaje hapo? Isaya 1 mstari wa 19. Ndio. Nasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. 20. Bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Maandiko yako wazi kabisa. Kama mkikubali na kutii, tukimkubali Yesu na kumkiri kwa kinywa chetu na tutii amri na sheria zake, tutakula mema ya nchi. Kwa kumaanisha ndani ya Yesu kuna mema, lakini kuna mambo lazima utii na kukubali. Na ukitii na ukikubali utakula mema, maana kinywa cha Bwana kimenena hiyo. Lakini mkikataa, basi upanga uko tayari. Na hii ndio shida tunapata ndani ya wokovu.
Yaani tumeokoka na tuwajanja ndani ya wokovu. Sasa tunapitia shida, maana ni upanga. Yesu amesema, wewe unasema kwa Yesu hakuna raha. Kama hakuna raha, jiangalie wewe. Jiangalie wewe. Kwa sababu amesema usipotii kuna upanga. Sasa ukikubali na kutii na kuzifanya kazi za Yesu, wewe utakula matunda Bwana. Wewe utaiona raha Bwana. Lakini ukikataa, upanga uko hapo ndani ya wokovu, hapo utaona dhiki ndani hapo. Kwa sababu mjanja, umkora, haueleweki. Kwa nini upanga usikupata? Lakini ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Nchi si ni hapa jamani, si sawa? Kuna mema hapa. Hapa kuna mema. Pigia Yesu makofi. Kilichobaki kwetu, naona mkono pale nyuma, Ongezeni kitabu cha Mathayo 5:5. Haya basi, Mathayo 5:5. Nisomee hapo Mathayo 5:5. Mathayo 5:5. Hiyo ilikuwa ni agano la kale, ameleta agano jipya. Tusomee hapo. Unapo Wednesday, ibada ya Thursday, nasisitiza kwa vile mimi ni mchungaji, lakini si lazima nikwambie, kwa sababu unapozifanya kazi za Yesu ni kwa manufaa yako, sio manufaa yangu wala mwingine, yako wewe mwenyewe. Kama unataka kula mema ya nchi, fanya kazi za Yesu. Mimi nasisitiza tu, njoo Wednesday, njoo Thursday, lakini kweli kabisa manufaa ya kufanya kazi ya Yesu ni yako. Upende usipende ni yako. Pigia Yesu makofi. Na ukizifanya kutoka rohoni, utakula matunda yako tu. Matunda ya nchi yamejaa mengi tu, lakini mpaka ukubali na kutii. Mathayo 5:5. Mstari wa 5. Ndio. Mstari wa 5 unasema, heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Hautatii. Ukiwa mpole utatii na utakula mema ya nchi. Pigia Yesu makofi. Zaburi, nisomee Zaburi hapo. Zaburi 37. Achana na 37, 34:19. Zaburi 34:19. Yesu anaongea. Zaburi 34 mstari wa 19. Ndio, Nasema, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini anakuponya nayo yote. Mathayo 24 mstari wa 9 inazungumzia shida ambazo tutazipata sisi, si ndio? Lakini maandiko yanasemaje? Mateso yetu sisi wenye haki ni mengi, lakini tukivumilia chini ya lile jiwe, Bwana wetu Yesu Kristo atatuponya na mateso yote. Pigia Yesu makofi. Kubali tu na kutii. Ukikubali na kutii, mambo inakuwa sawa. Ukikubali na kutii, mambo inatembea sawa. Anasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atawaponya nayo yote. Yesu anatupenda wapendwa. Kuna raha ndani ya Yesu. Kuna matunda ndani ya Yesu. Mimi siwezi kukwambia kwamba umeokoka sasa wewe utapata shida. Yaani mtu anakwambia wokovu, ukiokoka tu basi jua umetangaza vita na ni shida tu. Basi hiyo sasa wokovu ingekuwa na maana gani? Mimi tangu niokoke mambo mengi nimeachana nayo. Na mengine yakija hata hayanihusu kwa sababu mengine si ya kwangu, si sawa? Raha yangu ni kwamba kuna mambo mengine hayanihusu. Kuna vitu vitatendeka si vya kwangu. Hiyo ndiyo raha yangu ndani ya Yesu. Mtu asikudanganye kwamba kwa Yesu hakuna raha. Kwa Yesu kuna raha. Tunapona bure. Si sawa? Tunapona bure. Hatumezi dawa, tunapona. Hiyo si raha hiyo. Saa yote kumezana na vitu vichungu. Karibu. Isaya 55:1-2. Tusomee hapo. Isaya 55:1-2. Nasema, ndio.
Haya, kila aonaye kiu, njooni majini. Naye asiye na fedha, njooni mnyweni mle. Naam, njooni mnyweni divai na maziwa, bila fedha na bila thamani. Pigia Yesu makofi. Yaani kuwa ndani ya Yesu vitu vingi ni bure tu. Si ndio? Endelea. Mstari wa pili. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii. Mle kilicho chema. Na kujifurahisha nafsi zenu. Unanakueleza mtumishi. Viendelee. Haya. Tunakula vya udongo ndani ya nani? Yesu. Yaani ukiwa ndani ya Yesu, ukifika mahali ukiamua huyu kuku ni 900 hata uongei. Funga huyu kuku. Lakini ukiwa huko ndani ya Yesu nafikiria utakata. Yaani bajeti zako ni kali, wataka uweke za bia kidogo, uweke za nini. Lakini ukiwa kwa Yesu, kuku ni ngapi? 900. Inaweza kuwa ni 1000 ama ni 900 kamili. Yaani huna wasiwasi. Kwa Yesu kuna unono. Wacha nikwambie, kila kitu kina sehemu mbili hapa duniani. Hata mwili ni mwili na kuna roho ndani yake. Usiangalie pande moja. Msifanye hivi, itakuwa hivi. Kila kitu kina pande mbili. Acha. Kuna vya kuacha ambavyo si vya Yesu. Tunaviona kwa maandiko, tunaacha kweli. Lakini tukisema tutaacha vyote. Kwa Yesu kuna raha. Maana ya kuokoka ni nini? Kama ingekuwa basi wewe nenda pale nje alafu anze kuhubiria watu ambao hawajaokoka. Waambie jamani, sisi tumeokoka lakini tuna shida, wewe uone kama mtu ataokoka. Yaani uokovu wetu basi ni shida kweli. Uone kama kuna mtu atakuja hapa hata siku moja. Kuna raha kwa Yesu, ni uachilie na kutii. Utaiona raha ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Nimelipiwa deni, sidaiwi tena. 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 Umelipiwa nini? Deni. Unadaiwa kweli? Deni lako ni kutii na kunyenyekea miguuni pa nani? Yesu Kristo. Isaya 3 mstari wa 10, soma hapo. Isaya 3:10. Mtu akikwambia kwa Yesu hakuna raha, nani huyo anasema mimi nimeiona raha ndani ya Yesu? Raha iko ndani ya Yesu. Na Yesu anaweza. Hivi sasa hebu kidogo. Hivi sasa acha. Okay, umeitwa, umepata ujumbe. Malaika si yule analeta ujumbe. Anakwambia unahitajika upeleke injili Busia. Ufike Busia kabla kesho ama kesho kutwa jioni. Alafu unasema magari ni Babeli. Wacha tukuone hiyo. Magari si ni Babeli. Pandi gari wewe. Gari ni Babeli. Utafika huko baada ya miezi 7, hata hiyo ulikuwa umeifungua. Yaani kila kitu kimeondoka. Mimi sipandi gari ni Babeli. Ewe, vitu vyote ni vya nani? Baba yetu. Akikutuma mahali, kina Yona wanatumwa, wanakataa, hawana usafiri, wanamezwa na samaki, wapelekwe wakafanye nini? Wakahubiri injili. Kwa Yesu kuna raha. Isaya 3 mstari wa 10.
mstari wa 10. Ndiyo. Nasema, waambieni wenye haki ya kuwa watakula heri. Waambieni wenye haki ya kwamba watakuwa heri. Angalia vizuri, ya kwamba watakuwa heri. Kwa maana watakula matunda ya matendo. Kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Twende 11. Ole wake mtu mbaya, shari itakuwa kwake. Shari itakuwa kwake. Kwa maana atapewa ijara ya mikono yake. Kwa maana atapewa ijara ya mikono yake. Waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Wenye haki watakula nini? Matunda ya matendo yao. Ole wake mtu mbaya, maana shari itakuwa juu yake. Mpendwa, ukiwa ndani ya Yesu na wewe ni mbaya, ole wako. Shari ni mshahara ambao utaona mshahara wako. Wenye haki watapewa matunda yao, wewe ole wako mtu mbaya. Mimi hupenda kuchezea mambo yote, lakini ikifikia kwa kazi ya Yesu, hapo hatuwezi cheza. Huyo amenipa uzima na uhai. Ikifikia kazi ya Yesu, badilisha nia yako. Wachana na nia mbaya kwa kazi ya Yesu. Mambo yote, lakini ikifikia kazi ya Baba, yule mama amesema yeye anaona, ukifika huku yuko anakuona, hata ufanye kwa siri anakuona. Yesu anaona. Na ukitaka matunda na uione raha ndani ya Yesu, kuwa mtiifu na mnyenyekevu na utaiona raha. Pigia Yesu makofi. Kwa Yesu kuna nini? Raha. Wafilipi 4 mstari wa 4. Wafilipi 4 mstari ni wa 4. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ni ulevi, hapana, nimekataa kabisa. Usharati, hapana, nimekataa. Wafilipi 4:4, soma hapo. Mstari wa 4. Furahini katika Bwana siku zote. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Yaani furahini katika Bwana siku zote. Je, kama kwa Yesu ni shida, kama kwa Yesu hakuna raha, ni furaha gani hii inayozungumziwa? Kulala tu siku, kama umelala vizuri mpaka uamke asubuhi, si ni raha hiyo? Kuna watu hawalali. Kuna watu wanateswa usiku wote. Wewe ukianguka unaweza kulala. Hiyo ni raha, furahi ndani ya Yesu. Na mtu akianguka tu hivi anaona mapepo tayari. Atasumbuka mpaka asubuhi saa 9 ndio alale saa 1. Lakini wewe ukienda unaanguka kama mtoto mdogo. Bado wasema kwa Yesu hakuna raha. Unataka nini zaidi? Watu hawalali. Haumwi na kichwa. Umzima. Unavaa, unakula. Kwa Yesu kuna raha. Nakwambia hivi leo kuna watu hawalali. Kuna watu wana mawazo, wanadaiwa, wengine wamefungiwa nyumba, wengine wanapigwa. Lakini wewe umepata muda wa kuja hapa, unasikiza neno, na ukirudi utapata sima utafune, wasema kwa Yesu hakuna raha. Kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna nini? Unatoka unaenda kutafuta kazi, unarudi na mfuko umebeba matomato, umebeba nini na shilingi 100 mfukoni. Raha ndani ya Yesu. Alafu mtu anasema, sijui wokovu ni shida, vitisho usitishike. Hiyo shida ikija na uko na Yesu, Yesu ataibeba. Amina. Yesu atafanya nini? Ataibeba. Maana ni mzigo wake. Pigia Yesu makofi.
Tumetishana sana kwa Yesu. Wokovu, unapookoka sasa hivi labda uwe haufuati masharti na sheria za Yesu, utaona shida ndani ya wokovu, maana utakuwa agent wa shetani ndani ya kusanyiko na utabomoa kweli. Utakuwa unabeba huku unapeleka huku, kila saa umetajwa, una raha. Sasa ndio unalalamika, mimi nimeokoka, mbona hivi? Hauko kwa njia ya sawa. Kuwa tu kwa njia ya sawa, uone raha ndani ya Yesu, uone raha. Wakati mwingine unashiba bila kula. Mimi nina uhakika kabisa, nawaambia, kama umeokoka wokovu wa kweli, kula kwako si kama vile ulikuwa ukila wakati ule. Amina. Kila kidogo, matonge matano, umeshiba na itakushika vizuri, kwa sababu mlaji yule aliyekuwa kila chakula tumboni mwako amekama. Lakini kama wewe bado uko kwa mataifa, utatafuna sima sahani nzima na upige bibi kabisa. Kwa nini? Sima ni ndogo. Lakini ukiwa ndani ya Yesu kuna raha, unaonja na unasonga mbele, kwa sababu Yesu anakushibisha hata kabla hujakula. Biblia Yesu makofi. Furahini siku zote, tena mfurahi katika Bwana. Je, kama hakuna raha kwa Yesu, hii furaha ya kwa Wafilipi ni ya kina nani? Furahini katika Bwana ni ya kina nani? Si wewe uko ndani ya Yesu? Furaha iko ndani yako. Pigia Yesu makofi. Nataka tusome kitabu kimoja ama viwili alafu tumalizie hapo. Nataka tuende kwa Mathayo 11 mstari wa 29, lakini nitakupa Kumbukumbu la Torati 1 mpaka 3 ambayo inatupa mwelekeo hiyo ya Mathayo. Kumbukumbu la Torati 28:1 mpaka 3 nasema utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Soma Kumbukumbu la Torati alafu tuende kwa Mathayo. Alafu sasa niingilie mambo mengine kidogo, alafu sasa tuangalie njia ya kwenda kula raha ndani ya Yesu. Kumbukumbu la Torati 28:1 mpaka 3. Hivi anaposema utabarikiwa mjini na mashambani, ni baraka gani hizi? Ni shida? Ziko shida ndani ya Yesu, lakini hizo shida si za kwako, ni zake. Yeye ndio atabeba, kwa sababu alikuokoa. Maana ya wokovu ni nini? Alikutoa katika dhambi ili abebe mizigo yako. Soma hiyo Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu 8 Kwa Mathayo, mngojee msije mkaanza tena ndio mnatafuta. Haya, twende. kuanzia 1. Nasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuyafanya maagizo yake. Kuyafanya maagizo yake akuagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. 2. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Mungu. Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Pigia Yesu makofi. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuitii, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Baraka zako ziko kwa Yesu. Tusiangalie upande mmoja wa maandiko, tunapoteza maana ya Biblia. Ukiangalia kataa na huku nako umeangalia hivi, basi siku zote utakuwa na confusion. Soma hiyo Mathayo 11:29. Mathayo mtakatifu 11:29. Ndio. Nasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi ni mpole, na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana
nira yangu ni laini, nira yangu ni laini, na mzigo wangu ni na mzigo mwepesi. wangu ni mwepesi. Utakapojitia raha nafsini, Yesu anazungumzia mambo ya rohoni. Utakapojitia nira ya Yesu, ndani yako kutaanza kuwa na raha, roho yako itaanza kupigwa pasi, hauna mawazo, hauna mambo mengi, unalala vizuri, kwa sababu sisi wateule hatukopi, si sawa? Sasa utakosaje usingizi wakati hudaiwi na mtu, kwa sababu wewe ndio mbarikiwa? Mambo mengi yatakuwa ni raha tu, kwa sababu umejitia nira ya Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Wapendwa, Yesu anatuweza. Yesu ni mtakatifu. Yesu ni mwema. Kazi ya Yesu fanya kwa moyo, uone raha ndani ya Yesu. Zaburi 68:20 inasema ya kwamba Mungu wetu si Mungu wa kuangamiza, bali ni Mungu wa kuokoa. Yeye kazi yake hakuja kuangamiza. Hauwezi kuwa ndani ya Yesu na uangamie. Hebu soma hiyo Zaburi 68:20. Mungu wetu si Mungu wa kuangamiza, ni Mungu wa kuokoa. Ikiwa mtu amekuja kukuokoa wewe, atakosaje kukupa raha? Mungu wetu si Mungu wa kuangamiza, bali yeye ni wa kuokoa. Twende Zaburi 68:20. Inasema, ndiyo, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Yaani Mungu kwetu sisi wateule, na hizo njia za kututoa sisi katika mauti anazo yeye, baba yetu. Kama kuna mauti, kama kuna shida uko nayo, hizo njia za kutoka kwa hizo mauti ziko mikononi mwake. Huyu si anayekupa raha, huyu haji kukuangamiza, anakuja kukuokoa, akutoe kwa shida. Amina. Mungu kwetu sisi, kama wewe ni mteule, jua Mungu kwako ni Mungu wa kuokoa, si wa kuangamiza. Na kama kuna mauti ama njia zozote za shida unapitia, yeye ndiye ana uwezo wa kukutoa huko, akuweke kwa njia iliyo sawa, uone raha ndani ya Yesu. Pigia Yesu makofi. Amina, karibu sana. Kutoka 15 mstari wa 26. 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 Inasema, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Pigia Yesu makofi. Yaani ukifuata amri zake na sheria zake, magonjwa yote, hiyo si ni raha? Wewe huyu mgonjwa, nyumba yako, yaani zile 10,000, 20,000 za Pandia, za Mombasa Hospital, hakuna nyumbani kwako. Wewe pesa tu ukizipata ni kata hapa. Kata hapa. Mambo ya kwenda kumpa daktari haku, na mimi nilisema hakuna daktari atachezea tena matako yangu. Hata kindani. Hiyo tulipendana. Daktari anachezea matako yako. Hiyo mambo hakuna, nikakate nyama, nitafune. Ni sasa. Raha ndani ya Yesu. Unapona tu. Pigia Yesu makofi. Yesu anaweza, Yesu ni mwema, Yesu anatakasa.
Wapendwa, ninataka kuingia katika mafunzo mengine ambayo tulikuwa nayo jana. Ni vizuri kugusia pande zote kwa sababu tuko kwa raha ndani ya Yesu. Nataka tusome Methali 21:14. Ninafundisha mambo ambayo ni raha ndani ya Yesu, ndani ya nyumba zetu. Kuna raha ndani ya Yesu, ndani ya nyumba zetu. Kwa sababu kuna nyumba hazina raha na wanasema wana Yesu. Sasa leo wacha tuangalie raha ndani ya Yesu, ndani ya nyumba zetu. Kuna watu hapa ama hata nje hapa, bibi na bwana hawasalimiani. Wakikutana wanagonga na mabega. Kila mtu anaenda kivyake. Hiyo nyumba kwisha. Hapo shetani amekita nini? Jamani, sinisomee Methali 21:14. Methali 21:14. Methali mlango wa 21:14. Ndiyo. Inasema, kipawa cha siri hutuliza hasira. Na rushwa bindoni hutuliza ghadhabu kali. Na rushwa bindoni hutuliza ghadhabu kali. Kipawa cha siri na rushwa bindoni humliza ghadhabu kali. Humliza ghadhabu kali. Jana nilikuwa naelezea kipawa cha siri na nitarudia mambo kadhaa leo. Kuna kitu kinaitwa hekima ambayo ni kipawa cha siri katika maisha yako, wewe baba na wewe mama uliyekaa mahali hapa. Mtu yeyote akikosa kipawa cha siri, kitu kinachofuatia ni mitafaruku, ni kuteta, ni ghadhabu. Kipawa cha siri hutuliza hasira. Na leo kama huna kipawa cha siri, siku zote za maisha yako kumbuka wewe unakosana na watu kiholela. Kuanzia ndani ya nyumba yako, mume wako unakosana kwa majibu, mke wako unakosana kwa majibu, kwa sababu huna kipawa cha siri. Kipawa cha siri ni uwezo wa mtu kuvumilia mambo yaliyo mabaya zaidi. Yaani una uwezo wa kuvumilia mambo mabaya zaidi, hasa katika ndoa na katika maisha. Yaani unaweza kukosewa na mume wako na ukanyamaza na ukavumilia na ikapita. Unaweza kukosewa na mke wako na ukanyamaza na ikapita. Sio kawaida, ni lazima uwe na kipawa cha siri. Uwezo wa mwanadamu kuvumilia mambo magumu. Inaweza kuwa nyumba mnapitia shida, hamuna pesa, mambo yamekuwa magumu, kazi imeisha, maneno ndani ya nyumba, familia haiwataki, lakini wewe umeziweka ndani ya roho yako, umevumilia, umwambii hata rafiki. Hicho ndicho kipawa cha siri. Wengi wamekosa, wengi ni mdomo wazi. Akianza kupitia shida kidogo, jamani huyu Yesu mbona mambo yatakuja mazito. Lakini kuwa na kipawa cha siri cha kuweka ule ugumu wa maisha katika roho yako. Pigia Yesu makofi. Hivi leo ninahubiri hapa, huenda ikawa hapa ndani kuna nyumba, kuna bibi na bwana wameingia hapa na hawajui watakula nini nyumbani, na hawaongei, wamevumilia tu. Wakirudi nyumbani huyo Yesu atatenda, kwa sababu wana kipawa cha siri. Wameficha mambo yao ya nyumbani ndani ya kifua chao. Lakini kuna mmoja tu bibi akiona huyu jamaa ana pesa. Mume gani sasa? Nyinyi mnaishi vipi na mume zenu? Angalia hili jamaa. Jana tumelala njaa, leo tena hatuna pesa. Haya, mwanamke naye anaanza kuambia wanaume wenzake, mimi naishi na mchawi bwana. Mwanamke yule yule tangu nimuoe basi hata shilingi sipati. Unaona sasa? Hana kipawa cha siri. Ni uwe na uwezo wa kuvumilia mambo mazito katika maisha yako. Hicho ndicho kipawa cha siri, ambayo ni hekima ya juu
kati yetu sisi tulio hapa. Kipawa cha siri ni uwezo wa wewe na mimi kuweza kuishi na watu wote. Si kila mtu utaishi naye. Kwa hizi ploti mnakaa hivi, kuna watu wakorofi bwana. Mtu anakuja anachukua maji yako anamimina, anarudi anamimina tena. Anachukua vyombo vyako anapiga teke, lakini inakufaa uwe na kipawa cha siri. Anakukwaza kabisa. Lakini jua jinsi ya kuishi na yeye. Sasa ukijua jinsi ya kuishi na mtu kama huyo, umekuwa na kipawa cha siri ndani yako. Unaweza kuvumilia mabaya, unaweza kuvumilia watu, hapo umekuwa na kipawa cha siri. Kipawa cha siri ni kuwa na hekima ya kwenda na kukaa mahali watu wapo. Uwe na heshima. Kwa mfano mtu ameingia hapa, anakuta tuna taratibu zetu, alafu yeye ana heshima, anakuja anaanza mambo yake, anaanza vituko vyake tu hapa. Na anajua hapa ni nyumba ambayo watu wanaabudu kwa taratibu fulani. Si sawa? Yeye anakorofisha kabisa kwa sababu hana heshima. Hata wewe ukienda mahali, jiheshimu. Kuna watu wakienda mahali hata dakika 5 haziishi ashajulikana yuko. Maana ni pelepele, lete hii, mjinga wewe, nini? Hana hekima ya kukaa mahali kuna watu. Hana kipawa cha siri. Lakini kuna mtu ataenda mahali anajiheshimu, fulani basi ndio huku, fulani basi ndio Yesu akasema ukienda harusini usiwe kimbelembele, tafute viti vya mbele. Ngoja huyo mwenyewe huyo atakwambia njoo mbele. Hiyo ndiyo kujiheshimu. Si sawa? Kipawa cha siri ni uwezo wa kuchuja maneno yanayotoka kinywani mwako. Kama wewe ni wa kurusha maneno, ukiona mtu sharusha, huna kipawa cha siri wewe. Hakuna watu wako namna hiyo. Yeye akikuona anaongea tu vile anataka. Hajui anakukwaza, hajui ya kukwazi. Hana kipawa cha siri. Anaweza kuropokwa jambo mpaka wengine wanamwambia nyamaza bwana, sio hivyo. Hajielewi, hana kipawa cha siri. Leo hii ninakufundisha, na ni nadra sana kurudia topic kama hizi. Methali 21:14, uwe na kipawa cha siri. Mahali unaishi, kwa hiyo ploti unaishi, jua kuvumilia mambo yako ya ndani ya nyumba yako, hata yawe magumu zaidi, yasitoke mlangoni kujulikana na kila mtu. Jana nikawa nasema kuna mama atatwangwa usiku kabisa, na kesho ukimuuliza anakwambia tulikuwa tunacheza tu na ametwangwa, amefura huku kumefura. Hawezi kukwambia kwa sababu ana kipawa cha siri. Amefura kabisa, mume wangu alikuwa anachezea, tunajua anapenda kuchezea hivyo, na huku kumefura huko hivi. Hawezi kukwambia, ana kipawa cha siri. Sawa? Sasa ukikosa hiyo, wacha nikwambie, mume wako amekupiga, alafu mwambie mtu, niambie tu faida gani utapata pale? Kuna faida unapata? Hakuna. Umwambie usimwambie, hakuna faida yoyote. Nyamaza. Na sisi wanaume unaweza kusikia usiku mwanamume anatwangwa kabisa na mke wake, iko msikatae. Jamaa anatwangwa kabisa. Lakini asubuhi anasema mke wangu anapenda kuchezea yule, waache tu. Ameziba aibu ya kwake nyumbani. Biblia Yesu makofi. Na kama huna hii, kuisha wewe. Sisi hatutaki kusikia mambo ya kwako nyumbani. Si sawa? Kaa nayo mwenyewe. Kipawa cha siri. Kuna mahali ukifika, mtu akikusikia unaongea tu, anahama. Anaondoka, anaenda kwa kiti kingine. Kwa sababu anasema hii hapa tutamaliza 10 minutes na huyu jamaa. Yaani unaongea kweli. Imekwaje ile? Umeonaje? Na hata mimi nakuangalia, alafu nakuondoka. Naenda kwingine. Hana kipawa cha siri. Kipawa cha siri ni hekima ya kujua kuishi na watu, na pia kujua kuishi na maneno. Kuna mtu unaweza kumwambia jambo umemkwaza, na asikwambie na anyamaze nalo. Na kila siku mkionana, tumsifu Yesu, mnachekeana karibu kule, hakwambii, kwa sababu amejaa uwepo na utakatifu ndani yake. Lakini kuna mtu utamkwaza kidogo tu, kesho mkikutana ukimpa mkono hata hataki. Ukunampa tu mkono, hujui shida ni nini.
hana kipawa cha siri. Sasa usiponiambia wakata mkono wangu, ndio faida gani? Hana kipawa cha siri. Leo ninakufundisha, jua jinsi ya kuishi na watu na ujue jinsi ya kuishi na maneno ya watu. Kuna watu wanaambiwa mambo mazito, mtu anatukanwa kabisa, mama fulani ni hivi na hivi, na anasikiza tu, lakini hata uliza. Na huyo aliyemuuliza hivyo akija kuomba sabuni anapewa, kwa sababu ana kipawa cha siri. Pigia Yesu makofi. Tubebeane mizigo wapendwa. Watu kama hawa wenye vipawa vya siri nao wazungumzia ni nadra sana, ni wachache sana, lakini wako kabisa. Mtu ana uvumilivu, nyumba wamelala njaa siku 2, kuomba mtu haombi, yeye akiamka asubuhi ni kucheka tu. Mama fulani nimeamkaje, hata asemi kama wamelala njaa. Lakini wacha mwingine alale njaa siku moja. Huyo mume gani huyo? Kwani waume wanatafuta kazi vipi? Shida hiyo tayari, si sawa? Mzee naye ameenda amekosa kazi, amekuja nyumbani na hasira zake, badala atulia anaanza kuleta shida na mama. Piga mama sijui nini. Hasira zako za kazini waletea nani nyumbani? Umekuja, tulia. Pigia Yesu makofi. Uwe na kipawa cha siri. Mambo haya nitakayotaja yataambatana na wewe kama una kipawa cha siri. Jambo la kwanza, asante. Mume wako amekuja na mfuko, umempokea mlangoni, asante mume wako. Mke wako amepika chakula kizuri, mke wangu leo asante sana. Yaani maneno hayo ni rahisi kutoka kwa sababu una kipawa cha siri. Asante, tafadhali nipatie hicho kikombe. Maneno kama hayo yatapatikana kwa mtu ambaye ana kipawa cha siri. Tafadhali nipatie kile kiti. Tafadhali. Nashukuru. Hayo maneno yatakuandama, yatakuja yenyewe. Nisamee mume wangu. Nisamee. Kuna watu hawezi kusema nisamee. Akisema anaona kwamba yani amefanya jambo, ni dhambi kwake. Mwanamume kama huyu naweza kumwambia nisamee. Mwanamke kama huyu naweza kumwambia nisamee. Lakini hilo jambo nisamee tu, moja tu, linaleta amani ndani ya nyumba yote. Neno moja tu. Mke wangu nisamee. Babake fulani mbona leo ulikuchelewa? Mke wangu nisamee, tulikuwa hivi na hivi. Hakuna mengine yataongewa tena. Tumemaliza, si sawa? Lakini kama wewe huwezi kusema nisamee, asante, tafadhali, nashukuru, pole, amenikumbusha huyu, pole. Yaani umetenda jambo hata pole huwezi kusema. Sasa huna kipawa cha siri. Ninazungumza na wanandoa masaa haya. Na jamani, nataka niwaambie hivi. Mimi ni mhubiri, lakini neema sana ya ndoa ndiyo Yesu ananisukuma nifundishe, na ndoa nyingi zimepona. Hata jana pale tulikuwa, kuna wamama walikuwa ndani wakati tunaanza kuhubiri, lakini baada ya muda J.R. Monyo kuhubiri na Karabu Mramba wakatoka wenyewe na mimi nikamalizia. Na nina imani watafika, kwa sababu ilifikia mahali wanasema ndio, ndio. Nasema hawa mama walikuwa wapi? Pigia Yesu makofi. Nyumba ikipona, utakuja hapa wewe. Kuna wamama hawaji hapa kwa sababu nyumba haijapona. Nyumba ikipona utakuja hapa. Lakini hata nikuhubirie nini na wewe ni kichwa ngumu. Mzee hawezi kusema nisamee. Wazee, hili jambo sioni kwamba ni zito. Mimi pia lilikuwa zito kwangu. Mke wangu akinikosea nilikuwa siwezi kumuomba msamaha. Lakini siku hizi naviweza. Nisamee mke wako. Yaani umemfanya yeye sasa amekuwa mjinga kwako, kwa sababu atashangaa. Huyu ndiye yule wapiga na kuteta. Leo amesema nisamee. Atacheka alafu aende bucha pale akate. Pia Yesu mko. Maneno ambayo huwa asikii. Na tunajua kuna wamama hapa na wazee hapa pamoja. Vianze, si sawa?
Nyumba zinapona, si sawa? Nyumba zinapona, na hiyo ndiyo raha ndani ya Yesu. Hauwezi kusema kwamba wewe unamtumikia Yesu na una raha na nyumba yako ina shida. Hapana, haviendi namna hiyo. Alafu hebu Mwanzo 2:18 hatutasoma, inasema hivi. Mwanzo 2:18, Bwana Mungu akaona huyu mtu asikae peke yake, amfanyie msaidizi. Alafu wewe leo unataka kuacha Bwana ukakae peke yako. Mungu mwenyewe alimwangalia Adamu akaona haviwezi. Wewe leo unakusanya virago, unaleta tuktuk. Wewe unaleta tuktuk. Mwanzo anasemaje? 2:18. Mungu alimwangalia Adamu anavyoteseka peke yake katika bustani, akasema huyu hafai kuwa peke yake. Wacha nimletee mwenzake msaidizi. Sasa wewe leo hii una msaidizi, unaondoka. Hapo kuna ndoa kweli hapo? Hapo kuna raha kweli hapo? Mama au baba uliye hapa, jambo linalokuhakikishia huwezi kumtukuza Yesu ukiwa peke yako. Hiyo ni ujue leo. Kuna nafasi inafaa kujazwa na mwanamke au mwanamume. Amina. Hiyo nafasi ipo na inajazwa kwa wakati wake. Kuna watu wamepitia mazito, ni sawa, lakini baadaye kutatakikana hiyo nafasi ifanywe nini? Ijazwe. Mwanzo 2:18, kama ingewezekana Mungu angesema wewe Adamu endelee, lakini alisema hapana, mpaka nikuletee mwenzako. Inauma sana, huwa inauma sana wakati ambapo wewe uko ndani ya nyumba. Uko ndani ya nyumba na panya wa ndani ya nyumba yako anaishi na familia yake. Panya na watoto wake na mke wake, na wewe uko single. Wewe uko single hapo. Panya ana familia yake ndani ya nyumba yake, na wewe uko single. Anakula tomato zako yeye na bibi yake na watoto wake, na wewe uko single unaungua na sufuria. Inauma, si sawa? Amina. Ama haiume, wafanya wakae. Siungi mkono watu kuachana, siungi mkono kabisa. Ndoa ni tuvumiliane, na ndoa zipone kwa maneno matamu. Na mambo haya ni madogo madogo tu, lakini watoto wetu wanatuangalia. Nimeanza kufundisha watoto mwenyewe Jumamosi na Jumapili. Watoto wetu wanatuangalia jinsi baba anavyomjibu mama, jinsi mama anavyomjibu baba. Jana nikawa nafundisha kule, nikasema wakati mwingine baba anaweza kuja akamwambia mama, ile shati yangu ya blue iko wapi? Iko hapa. Iko hapa puani hapa. Sasa hii maisha gani? Ile shati yangu ya blue iko wapi? Hii hapa. Sasa huyu mtoto anaona nini hapo? Hapo kuna amani kweli? Majibu yetu, kipawa cha siri. Haya maneno ya kusoma Biblia na kuelewa. Nitaanza kwa lugha ya Kizungu. Wazungu wanasema illustrate the diagram. Illustrate kwa neno la Kizungu ni kuonyesha kwa picha. Ni sawa? Hata shuleni nilipokuwa tunasoma tulikuwa tunaambiwa kwa mtihani. Hata wengine tulianguka mitihani kwa vile hatukuelewa swali. Swali limeulizwa kivingine, wewe unajibu kivingine. Illustrate the diagram. Kama tuseme ni life cycle ya mosquito ama ya butterfly, unaanza na larva, unakuja maggot, unakuja caterpillar, unachora lakini si sawa? Amina. Unachora tu moja moja. Na ukichora mpaka zikifika zikiisha, wewe umepata tick, tena umepata alama zote. Lakini utapata mtu ameandikiwa illustrate, elaborate, anaandika kwa maneno. Huyo ameanguka tayari. Sawa? Kwa hivyo illustrate na elaborate ni mambo mawili tofauti. Illustrate is to show by a diagram. Sasa sisi nasi tunaposoma Biblia, tunaisoma na hatuelewi maandiko. Tunaua maandiko. Na kuna maandiko mengi sana tumeyaua. Na ndio leo naua najaribu kugusia moja moja. Matendo ya Mitume 24, kuna mtu anaitwa pale Saprota Mberoya.
anaitwa Saprota Mberoya. Anaitwa Mberoya kwa sababu anatoka Beroya. Si unanielewa? Saprota Mberoya kwa sababu anatoka wapi? Beroya. Kama angekuwa atoki Beroya, hiyo Mberoya haimfai, si jina lake. Si sawa? Tukija kwa Matendo ya Mitume 11:26, maandiko inasema ya kwamba hapo ndipo watu waliitwa Wakristo kwa mara ya kwanza. Ni sawa? Sasa leo hii nikikuita wewe Mkristo unakataa. Je, maana ya Kristo ni nini? Maana ya Kristo ni Masihi. Kristo maana yake ni mwokozi. Na maana yake ni nini? Masihi. Sasa wewe leo ukiitwa wewe ni Mkristo ama wewe ni wa Kristo, mimi si Mkristo wala mimi hilo jina silitaki. Hilo ni la watu wa dini. Wacha nikuulize swali. Yesu aliposhuka kuja duniani hakuja na dini, alipata dini iko hapa. Yesu alikuja na wokovu. Sasa unapoitwa Mkristo, kwa nini unachukua hili jina wa Kristo na wapa dini? Na hao dini wenyewe hawana haja na Yesu. Dini yenyewe haimtaki Yesu, maana roho ya dini ni roho ya mpinga Kristo. Sasa ukiitwa wewe ni Mkristo unasema hiyo ni ya watu wa dini. Dini Yesu alipokuja si dini ilikuwa? Na si dini ndio inapinga Kristo mpaka leo? Mbona unakataa kuitwa Mkristo? Ukiambiwa wewe ni wa Masihi, mimi Ongoro mtu ananiambia wewe ni wa Yesu. Mimi si wa Yesu, mimi ni wa nani basi? Mimi ni si wa Yesu, mimi ni wa nani? Ni wa shetani basi. Wewe ni wa Yesu. Mimi sitaki, mimi si Mkristo bwana. Mimi si wa Kristo bwana. Wewe ni wa nani? Na ukisema Kristo, wa Kristo ni watu wa dini, na hao dini ndio wapinga Kristo. Kwa nini wanapinga Kristo na sisi tunawapa Kristo? Wao ndio wanampinga Kristo na sisi tunawapa. Ukiangalia Yohana 1:12 inasema wale wote waliomkubali walifanyika kuwa wana. Sasa ikiwa Kristo ni babangu, nikiitwa wa Kristo ama nikiitwa wa baba yangu Kristo, kwa nini nikatae? Unaona vile maandiko yanakufa. Dini ni mpinga Kristo, haina haja na Kristo. Dini kwanza, roho ya dini haina haja na Kristo, kwa sababu dini ndio inapinga Kristo. Sasa mimi nikiitwa wa Yesu, Anderson wao unasema mimi ni Anderson wa Yesu. Unamaanisha nini? Hebu leo tuambie. Ni mtoto wa Yesu. Sasa ikiwa Yesu ni Kristo, sasa ukiitwa wa Kristo utakataa? Angalia sasa. Anderson wa Yesu. Unasema hapa kila siku. Sasa wewe ni wa nani? Wa Yesu. Na Yesu ni nani? Baba. Ndiye Kristo huyo. Pigia Yesu makofi. Na maandiko yamekufa yanahitaji kufufuliwa. Mimi sioni shida ya mtu kuniita Mkristo, kwa sababu Kristo huyo Yesu hakuleta dini ndio nimchukue nimpeane kwa dini. Yeye akija dini ziko na dini zimempinga tangu aje, dini zimempinga. Sasa tunasema Wakristo ni watu wa dini bwana. Huyu Kristo wetu aliyemtamu raha namna hii nimpatie mtu wa dini? Mpe wewe. Mimi sitaki. Mimi ni wa Kristo. Wangu ni Kristo. Si sawa? Mimi ni wa nani? Pigia Yesu makofi. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye anipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Tusimame kwa miguu, alafu ninataka worship moja kali sana. Tunaanza kuomba leo. Tuombe sana Yesu atupatie neema ya kuwa na kipawa cha siri. Mimi nashukuru sana Yesu. Watoto wangu walikuwa hawanisalimii. Mke wangu alikuwa ananisalimia. Watoto wangu walikuwa wanisalimii. Kwanza ilianza na mke wangu alikuwa anisalimii. Nikaja nikamwambia mke wangu, kwa ukinisalimia, mimi asiponisalimia na mimi naifanya hiyo siku iwe mbaya.
Mimi mwenyewe naifanya hiyo siku iwe mbaya. Akazoea akiwa akinisalimia siku inakuwa nzuri. Sasa watoto wangu nao nimewafundisha, tukikutana wananisalimia. Wapendwa, haya maadili ni mazuri. Salimia mumeo asubuhi hata kama mmelala nyote. Ngoja kwanza kidogo. Salimia mumeo asubuhi hata kama mmelala nyote. Ni sawa? Amina. Umeamkaje? Ama tumsifu Yesu. Ni sawa? Elena, unamsalimia? Tumsifu Yesu. Amina. Ukifika huko unamsalimia tumsifu Yesu. Amina. Pigia Yesu makofi. Na haya ndiyo maadili mema. Amina. Watoto wetu waige kutoka wetu. Tupatie wote. Haya, kitayarishe. Na unapoenda kuomba, omba ukimaanisha lia kwa Yesu masaa haya mchana. Ni wewe Bwana.